Natumai ya kwamba uko mzima wa afya popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ukipenda kutupata kabisa, tutafute kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, andika tu Kwetu News 24. Lakini pia mtandao wa YouTube andika Kwetu News 24. Nikuombe usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose pia kucomment ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu pale tunapoziweka angani. Jina langu naitwa Espoir Mukubure Muhamba, mchambuzi wako wa siku ya leo. Naam, tuanzie ndani ya tarafa la Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama iliyoambatana na mapigano na waasi wa AFC M23. Kituo cha mafunzo ya kijeshi kilianzishwa katika eneo la Fizi, Kivu Kusini, katika kijiji cha Kikonde katika kikundi cha Bashalangwa, sekta ya Nganja. Kituo hiki kinakusudia kuwa jibu la kimkakati kutoka kwa serikali ya Kongo ili kuimarisha uwezo wa ulinzi wa kitaifa. Kituo hichi cha mafunzo kilianzishwa kufuatia kutekwa tena kwa mji wa Uvira na vikosi tiifu ambao ulifanyika mnamo Januari 19 mwaka 2026 baada ya zaidi ya mwezi mmoja waasi kuuteka mji huo. Kujiondoa huku kulifuatia shinikizo la diplomasia la kitaifa, hasa ndani ya mfumo wa kile kinachoitwa makubaliano ya Washington, na hivyo kuwezesha kutumwa tena kwa jeshi la DRC FARDC linaloungwa mkono na vijana wazalendo ambao wanapigania maslahi ya kitaifa ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tangu kufunguliwa kwake, kituo hicho tayari kimerekodi wimbi kubwa la vijana kutoka mikoa tofauti ya nchi. Hata hivyo, shirika la raia la NDC Chumvi ya Kongo ndani ya mji wa Baraka lina wasiwasi kuhusu ukosefu wa shauku miongoni mwa vijana kutoka Fizi ambao hata hivyo wanahusika moja kwa moja na mpango huo. Hii ni fursa ya kipekee kwa eneo letu, lakini inasikitisha kuona kwamba vijana wa Fizi hawana nia ya kutosha kwa ajili ya kujiunga na mafunzo hayo, alilaumu Lusambia Wanumbe, coordinator wa NDC Chumvi ya Kongo ndani ya mji wa Baraka, alipozungumza na Kwetu News 24. Bwana Lusambia Wanumbi amewataka vijana kuweza kujiandikisha moja kwa moja katika mafunzo hayo ili waweze kupata mafunzo ya kutosha, maana wao ndio tegemezi ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka, lakini pia ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Alizungumza na Kwetu News 24 Bwana Lusambia Wanumbi na kuweza kueleza yafuatayo. Sasa nakuja mbele ya wandugu, marafiki, wa baba, wa mama, kuwahamasisha ili tuelewe ya kuwa hiyo centre de formation pour Kikonde ina umuhimu wake. Ndio maana tusijiache nyuma ili sisi tukalia kesho yake. Toka ngambo na ngambo, ndio wa jemadari hapa, ndio wa kanali hapa, ndio viongozi wa kijeshi hapa. Tunaweza kuwa tena wa kwanza kuzungumzia ya kuwa mbona watoto wetu sio tu wao, sio watoto wetu wa watu ambao wapi ambao sisi wenyewe hatukujumuika sana kuingia katika mafunzo haya. Sisi watoto wa Fizi tuelewe ya kuwa hiyo centre de formation ya Kikonde ni ya muhimu kwetu, na ni lazima tutazame mbele, na ni lazima vijana tutazame mbele, wa baba tutazame mbele, wa mama tutazame mbele. Tusitizame tu hapa tu usoni, tuone kwa mambo yako yanaelekea. Ndio maana ninahimiza wa vijana tujitokeze kwa wingi kufika huko tupate mafunzo ya kijeshi. Nimekuwa huko, nimeshangazwa, nimekuta kuna makabila, hata watu kutoka Kinshasa, kutoka Lubumbashi, kutoka maprovinsi ingine, wako wengi kutuzidi sisi wenyeji, wakati centre iko katika territoire yetu. Inaweza sikilika vipi watu wengi kutoka Kinshasa, watu wengi kutoka Lubumbashi, watu wengi kutoka Lualaba, kutoka Kisangani, kutoka pembezoni zote za RDC wanajaa huko? Kicha mshangao, hesabu ya watoto wa Fizi ni wachache. Tufungue macho. Tukiendelea kuzungumzia habari za vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, msikilizaji, mashambulizi ya ADF, kundi lenye silaha lenye asili ya Uganda lenye uhusiano na dola la Kiislamu mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yanaendelea. Mapema mwezi Machi, mashambulizi mawili mfululizo katika eneo la Mambasa la mkoa wa Ituri yalisababisha watu wengi kuyahama makazi yao na ukimbilia Bafwasende na hadi Kisangani katika mkoa jirani wa Chopo. Maelfu ya watu wamekimbia vurugu hizo, hasa kutoka Bandengaido
na kijiji jirani, raia hao wanalaani ukubwa wa ukatili wa ADF na kuomba hatua kali zaidi kutoka kwa mamlaka. Wakati risasi zinapoanza kurushwa, walianza kuchoma nyumba. Kwa hofu, raia wote walikimbia pande tofauti na nyingine ziliporwa na wahalifu wa ADF. Shambulio dhidi ya Muchacha lilidaiwa na kundi la Islamic State siku chache baadaye. Hali kama hiyo ilitokea Banengaido, yapata kilomita 10 kutoka mji wa Mushasha, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mashambulizi haya yamesababisha wimbi kubwa la watu waliokimbia makazi yao huko Bafwasende na hata katika kijiji cha Kisangani katika miezi miwili iliyopita. ADF imekuwa ikihusika na mauaji mengi yaliyofanywa na makundi yenye silaha huko karibu raia, pamoja na visa vingi vya utekaji nyara vikishuhudiwa maeneo hayo. Sambamba na vurugu hizo, kundi hilo pia linaweka aina za udhibiti wa kiuchumi, ukusanyaji wa tokeni na kodi kwa shughuli za ndani zilizoanzishwa tangu mwezi Novemba mwaka 2025. Wakati hayo yakijiri namna hiyo, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda wameonekana wakijiondoa na kuingia katika vijiji kadhaa vya Lubero, vikiwemo Munyakondomi, Ivatama, Ilambula, Luseke na Kipese, Katondi, Kishombiro, Lunyasenge, Bukununu na huko Musenda. Ushuhuda wa kuaminika unaonyesha kuwa waasi hao wanaondoka kwa miguu kuelekea kusini mwa eneo la Lubero huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mafungo haya ya watembea kwa miguu kuelekea kusini mwa eneo ambayo yalianza March 24 mwaka 2026 yanaweza kuwa sehemu ya mantiki ya kushuka kwa kasi kulingana na vyanzo vilivyo karibu na vuguvugu hilo. Harakati hii ingetokana na hatua za kujenga imani zilizoanzishwa baada ya mabadilishano ya hivi majuzi kati ya Kinshasa pamoja na Kigali. Ili kupata habari zaidi, endelea kuungana na Kwetu News 24. Mfuatiliaji wa habari zetu, Kwetu News 24 itaendelea kufuatilia habari hizi ili kukuletea ukweli wa kinachojiri huko Minembwe, ambako taarifa tunazo kwa sasa ni kwamba bomu zinaendelea kurushwa na waasi wa M23, ila bado kabisa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo hawajawajibu kwa lolote. Hatujui kipi kinajiri. Endelea kubaki na Kwetu News 24. Baada ya masaa machache tutakuletea taarifa kamili kuhusu habari hizi. Msikilizaji wa Kwetu News 24, asante kwa kuwa nasi. Usikose kusambaza habari hizi, usikose kulike, usikose kucomment pamoja na kusubscribe ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi. Kwaheri kwa sasa.